kuna moja kati ya mameneja ambao waliweza kupita kwenye muziki wa Singeli, tuko na Used Ink. Hili jina limekaaje bro? Hilo jina limekaa kutokana na shughuli zangu. Unajua mimi nadili sana sikia hizi za magari. Yeah. Umeneja tena? Umeneja pia katika umeneja, lakini pia sasa hivi ni msanii. Unaimba pia? Yeah, naimba na kuna kazi tayari shaachia. Yeah. Hivi kumbuka ni rahisi sana meneja kutoka kuwa meneja na kwenda kwenye usanii? Si rahisi, lakini kila kitu maamuzi. Yaani kwa nini tumeukacha umeneja pembeni afu tukaingia kuimba? Unajua muziki ni kitu ambacho nakipenda sana. Yeah, kwa hiyo bado kwa nipo. Kwenye meneja nipo, kwenye usanii nipo. Yeah. Bila shaka unauelewa muziki wa Singeli vizuri. Muziki wa Singeli sasa umekuwa ni muziki ambao unaenda kimataifa zaidi. Lakini umekuwa ni muziki ambao ndani kuna visa vya wasanii wa muziki wa Singeli. Kila mtu anang'ania kuwa mfalme. Sio vizuri. Nikizungumza hivyo unajua unamzungumzia nani ambaye alikuwa anasema yeye taji la ufalme linamfaa kuwa. Ni kweli anafaa kuwa mfalme bila makabila? Hapana. Kwa nini hapana? Mimi naweza kusema mtu ambaye kwamba anapaswa kuwa mfalme wa Singeli ni Izemani. Kwa Izemani anamzidi Dula Makabila vyao vya kuwa mfalme wa Singeli? Vibaya sana. Kwa nini? Izemani anamzidi Dula Makabila kwa sababu kwa uimbaji, utungaji, kwa kifupi katika muziki Ize na Dula, Ize yuko juu. Yeah. Hapa kuna Mejakuta. Mejakuta naye anaingia huko ndani yake. Japokuwa anaimba pia muziki wa mapenzi, lakini kwenye Singeli bado yuko. Na kuna kipindi kama hawakuwa sawa na Dula Makabila. Wewe ni meneja ndio umesimama kwenye muziki wa Singeli. Tuzungumzie hii cycle yako. Hii hapo sawa. Kwanza mimi napenda kusema kwamba wasanii kama wasanii watakiwa kitu hicho kimoja, wasiwe na makando. Kwa sababu kama mimi na wewe tunafanya kazi moja, kwani tuna makando nini? Supportiane. Yeah. Na hizi kiki za mahusiano ambazo sasa hivi wasanii nao pia walikuwa ni zinaenda. Mfano kama issue ya D-Voice, inaonekana kwamba yeye na Diva kwamba kuna ukiki fulani ili tu muziki wake uweze kwenda. Wewe kama meneja unaelewa haya mambo, mnayafanya mameneja kwa wasanii. Hii inakuwa imekaaje? Unajua katika hizi kiki kila mtu ana mtazamo wake na fikra zake. Kwamba mtu anaangalia kwamba lazima kufanya hivi kwa hivi, lakini unaona ni kitu ambazo kwamba hazina maana yoyote. Watafute njia nyingine za kufanya kitu ili muziki au kazi iende, lakini sio hivyo. Ni kweli wao mnawalipa watoto wazuri pesa ili wawafikishe wasanii wenu mjini? Yeah. Ni kweli. Kwamba muziki wa Tanzania umefikia hatua hiyo kwamba mpaka mtu alipo pesa awe na mahusiano na msanii fulani ili muziki wake uende? Hapana, sio lazima hiyo. Sio lazima. Yeah. Tuzungumzie ngoma yako. Nimesema ni ngoma ya Singeli, ndio? Ndio. Inaitwa Ulinichomekea. Nimefuatilia kazi nyingi sana za Singeli. Ukiangalia majina ambayo mnayatumia ni majina fulani hivi ambayo inaingia lugha fulani hivi, japo haiendi moja kwa moja kwenye ukakasi, lakini yale majina ama vile verse ambavyo mazuri. Kwa nini ulinichomekea? Yeah, yani ulinichomekea. Mimi nilikuwa na mke, naishi na mke. Na siku zote tunaishi nikiamini mke wangu tunapendana, kanibebea mimba nikiamini mimba ni ya kwangu. Lakini kwa siku kazaliwa mtoto ambaye hajafanya na mimi kabisa, na pia ambaye sio damu yangu kabisa. Kwa kifupi, na siku zote nilikuwa nalea mtoto wa kuamini mtoto wangu, kumbe sio wa kwangu. Yeah. Hiyo ni story ya kweli ama umetunga? Historia ya kweli. Imekutokea? Imenitokea, yeah. Yaani msafiri ndio kwenye DNA. Yeah. Kweli sio wa kwangu. Kweli sio wa kwangu. Yeah. Asante sana. Na bibi yuko wapi sasa? Ndiye, yeye kwa sasa sipo naye. Sasa na mke mwingine kabisa. Hivi huwa ni lazima kwamba kuandika vitu ambavyo vinawafikia kwenye maisha yenu? Msanii kama msanii inaleta tija kwa sababu ni vitu ambavyo katika jamii tunaishi nazo. Ukiangalia leo hii Afrika au Tanzania, 70% ama 60% wanaume tunalea watoto sio wetu, tukiamini kwamba ni wa kwetu. Kwa hiyo hichi kitu ndo kinafanya au kinatufanya wasanii kufikisha ujumbe kwa jamii.
Yeah. Sawa. La kumaliza kwa mashabiki zako. Mashabiki zangu jamani, naomba support yenu. Ni support piga YouTube. Katika digital platform zote mimi nipo Ishara Mayusdi. Ni support. Sababu bila nyinyi mimi sifika sehemu yote. Kwa hiyo naomba kwa mikono yote miwili mnichukue, mnibebe, mnipokee. Yeah. Tumalize kwa kuipiga ile verse ile ya nikiitikia au ni verse ile ya Izimani. Kwani usomeki wewe? Hivi wapi wewe? Mbona usomeki wewe? Usiyependa kucheka, wewe ni wakununa tu, na leo ni siku ya furaha. Ona watoto wazuri walivyopendeza, yule amemuomba Mayusdi kucheza. Inatosha. Bwana, tumemaliza hivyo na Ishara Mayusdi. Tumezungumza vitu vingi, lakini pia support kazi yake ambayo tayari ameshaitoa. Ulinichomekea na ni story ya kweli ya maisha yake. Wanawake nyie, mimi hapa ni Sami Baby.